Huwezi kutumia mbinu ya jana kupigana vita ya leo, haiwezekani. Kwa hiyo huwezi kutumia maombi ya jana kupigania vita ya leo. Kila siku maadui zetu ni wabunifu. Kwa hiyo ukisema uende na ile njia ya jana, lazima kuna mahali utakwama. Nawe sasa, kama kila vita itakuwa inabidi upigane mwilini, lazima tukubaliane utapoteza muda mwingi sana. Na ndiyo maana kama ambavyo sisi tuna mawazo, Mungu naye ana mawazo. Kama ambavyo sisi tuna njia, Mungu naye ana njia. Kipi chepesi? Wewe iangalie tu akili yako. Tushawishi, tutumie akili yako au tutumie maandiko? Bora tutumie maandiko, kwa sababu wewe mwenyewe kuna saa akili yako wewe mwenyewe huielewi. Maombi yaliyokuvusha na kukusaidia jana, leo yanaweza yasitumike kabisa. Kifurushi hichi ni cha siku. Haleluya! Kwa kila siku unahitaji mawazo mapya na njia mpya kutoka kwa Mungu. Kwa lazima tukubaliane kwamba huwezi kutumia njia za mtu, huwezi kutumia mawazo ya mtu kama huna ushirika naye. Kila mtu unayemwona hamuombi Mungu, hasomi neno, hasomi vitabu, mtu yoyote ambaye hafanyi mambo kama haya, maana yake ni kwamba hivi anaamini sisi Mungu wetu atusaidie. Mtu wa Mungu, usiishi kama watu hawakuangalia. Watu wanakuangalia vizuri sana, wanayaangalia mema unayoyafanya, wanayaangalia mabaya unayoyafanya, ila tu ni vile hawawezi kukushtua kwamba tunakuangalia, lakini wanakuangalia. Wanakuangalia to the level ambayo kila unaposhinda au kushindwa vita zako binafsi, wanajua. Ukipata mtikisiko wa kiuchumi, wanajua jamaa saizi au dada saizi yupo kwenye crisis saizi, biashara yake haiendi vizuri, hata kama usipowaambia. Biblia inasema hivi, kulikuwa na njaa siku za Daudi, muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka, naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Ule mwaka wa 3 wa mwisho ndio Daudi anautafuta uso wa Bwana. Sikiliza jibu la Bwana. Bwana akasema, Bwana, ulikuwa wapi mwaka wa kwanza? Ulikuwa wapi mwaka wa pili? Mpaka mwaka wa 3 ndio unakuja kusema yes. Nasema mwaka wa 3 kwa sababu ndio mwaka ambao Daudi alinitafuta. Kwa hiyo pale unapoanzia kumtafuta Mungu, siku hiyo ndio pale anapoanza kukusaidia. Kwa hiyo usichelewe sana kuanza kuomba. Kila siku unasema hivi, nitaanza kesho. Ngoja kwanza niende hospitali. Ngoja kwanza nimpigie fulani muombe mtaji. Ngoja kwanza nifanye hiki. Hakuna njia ya mwilini inayotokezea kwenye usalama. Kila njia unayopita ya mwilini, mwisho wake ukiangalia sana, ni aibu na fedheha, kushindwa na kuanguka. Njia ya rohoni ni salama. Ndio maana jana nikasema hivi, nena kwa lugha. Anenaye kwa lugha asemi na mtu. Biblia inasema hivi, anaijenga nafsi yake. Unaponena kwa lugha unaijenga nafsi. Nafsi ndio ina utashi, nafsi ndio ina akili, nafsi ndio ina hisia, nafsi yako ndio ina kazi unayoipenda. Kwa hiyo unaponena kwa lugha unaijenga nafsi. Yaani unaponena kwa lugha unajenga uwezo wako wa ndani wa kureason, wa kuamua. Ni kama vile ukiamua kujenga, ndio kama ujenzi wa kawaida. Kwa hiyo kila unaponena kwa lugha unaweka tofali juu ya tofali juu ya tofali. Baada ya muda mfupi sana nyumba imeisha, unapaua.